Ndio, nowadays umeanza kuona performance imeshuka, mbegu unazozitoa ni chache, alafu zinakuwa ni nyepesi, lakini pia haupigi bao refu kama mwanzo. Yani ni hali ambayo imeanza kujitokeza sasa hivi, lakini mara zaidi unaanza kuona unapitia miwasho mikali sana katika maeneo yako ya maumbile, hasa katika maeneo ya uume ama katika makutano ya mapaja ama hata katika maeneo ya korodani unapitia vipele vya aina hii. Sasa iko hivi, umetatua ndio changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, kwa sababu ni changamoto ambayo tayari imeshakusibu na inakuumiza sana, lakini unaanza kuona mbona changamoto yako haishi kwa sababu hapo ulipo uko na changamoto kuu moja ambayo inasababishwa na kirusi cha HPV, human papilloma virus. Waga hii kirusi unakipata kwa njia ya kujamiana na mtu ambaye ameshaathirika na hii changamoto, either kufahamu ama kutokufahamu, lakini dalili zinakuwa zinachelewa kuonekana. Na hii kirusi kikiingia, waga kinaenda kushambulia katika maeneo ya siri na mfumo wako mzima wa uzazi kwa ujumla. Kwa hiyo sasa unatatua changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, hauponi kwa sababu hujaenda kupambana na kirusi, lakini pia kadri siku zinavyozidi kwenda ile mishipa midogo midogo ambayo inapitisha damu kuelekea kwenye maumbile inakuwa haipitishi kwa wingi, kwa sababu kinga ya mwili inakuwa imeshuka, kwa damu inashindwa kusukumwa kwa wingi, ndio maana unashindwa kupona hiyo changamoto. Kwa kitu ambacho unatakiwa kufanya sio kutatua tena changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, ila ni lazima uende ukapambane na chanzo cha changamoto, upambane na kirusi, lakini ufanye detoxification na upandisha kinga yako ya mwili. So by the way, nimewasaidia vijana wengi ambao walikuwa wanasumbuka na hii changamoto, lakini sasa hivi wako vizuri kabisa. Kwa kama ni miongoni ambao umeshaathirika na hii changamoto, unaweza ukachukua namba yangu nipigie simu direct.